Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Na siku zote Waswahili husema kwamba usilolijua ni sawa na usiku wa giza, tena giza totoro. Tafadhali, kabla hujaondoka, kaa usikilize simulizi hii mpaka mwisho, kwani hii si hadithi ya kubuni ama ya kutunga tu. Ni simulizi ya kweli kabisa ya mwanamke mmoja aliyokutana nayo kwenye ndoa yake. Alisimulia simulizi hii kwa uchungu sana, huku machozi yakimdondoka, na sauti yake ilikuwa bado inatetemeka, kuonesha kuwa jambo hili bado linamtesa sana moyoni licha ya kupita miaka mingi. Bado naikumbuka siku ile kama ilikuwa jana tu. Alikuwa amekaa mbele yangu, mikono yake miwili ikiwa imeshikana kana kwamba anaogopa kuiachia, macho yake yakitazama sakafuni muda mrefu kabla hajaanza kuzungumza. Kabla hata hajafungua mdomo kuanza kuzungumza, binafsi nilijua kwamba simulizi niliyokuwa karibu kuisikia haikuwa ya kawaida. Alianza kwa kuongea kwa sauti ya chini sana. Nilikaa kwenye ndoa miaka 5 nikidhani nina mume, kumbe ama kweli dunia ina siri sana. Huyu ni binti Monica, binti ambaye aliolewa akiwa na umri wa miaka 22. Alikuwa mwanamke wa kawaida kabisa, mchapakazi, mnyenyekevu, mwenye ndoto ya kawaida kabisa kama wanawake wengi. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kupata ndoa yenye amani, watoto na maisha fulani hivi ya heshima. Alikutana na mume wake Kelvin kupitia rafiki yake wa kazini. Kelvin alikuwa ni kama picha kamili ambayo aliiota miaka mingi na kuichora kichwani mwake Monica. Kiufupi, alikuwa ni mwanaume wa ndoto zake. Ukiachilia mbali mvuto aliokuwa nao kuanzia sura mpaka mwili uliojengeka, Kelvin alikuwa ni mtanashati mno. Muda wote alikuwa smati na mwenye kunukia sana harufu za perfume kali. Pia alikuwa ni mstaarabu sana, mpole, msikivu, mcheshi sana, tofauti kidogo na wanaume wengi. Tangu waoane, Monica anakiri kuwa Kelvin hakuwahi kuwa mkali kwake. Hakuwahi hata kumfokea wala kumpandishia sauti, achilia mbali kumpiga. Watu wengi hasa wanawake pale mtaani walikuwa wakimwona Kelvin kama mwanaume wa kuigwa na wanaume wote hapa duniani. Walimwonea wivu sana Monica na kumwita mwenye bahati sana kumpata Kelvin. Ndoa yao ilianza kwa mahaba mazito sana. Walifunga ndoa ya kifahari, ndugu wakashangilia, marafiki wakapiga picha na maneno mengi ya heri yakamiminika kama mvua. Kila mtu aliamini wameunganisha nafsi mbili zilizoandikwa kuwa pamoja, ama soulmates. Miaka ya mwanzo ya ndoa ilikuwa mizuri mno. Changamoto zilikuwepo, lakini sio kubwa za kutisha. Lakini kulikuwa na vitu vidogo vidogo ambavyo Monica alichagua kuvipuuza. Mfano wa changamoto hizo ni Kelvin alionyesha ushirikiano kidogo sana kwenye tendo la ndoa. Hata pale mke wake alipomhitaji, Kelvin alikuwa haishiwi visingizio. Mara nyingi alisema kuwa nimechoka sana leo, stresi za kazi zinaniua, nitakufidia kesho mpenzi. Kesho ikaja, kesho ikapita, kesho ikageuka kuwa miezi na miezi ikageuka kuwa miaka. Jambo hili lilimuumiza sana Monica. Ilifika hatua akaanza kujihisi vibaya sana. Pengine labda yeye ndiye ana tatizo, ama yeye ndio chanzo cha mume wake kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Mawazo haya yalianza kumfanya aanze kujibadilisha. Alianza kubadilisha mavazi yake na kuvaa yale yaliyompa mvuto wa kimapenzi kwa mume wake, yaani nguo za mitego. Akaongeza pia usafi binafsi na manukato ya kumfanya anukie kimahaba zaidi, lakini bado haikuonyesha mabadiliko kwa mume wake. Monica akaamua kuomba ushauri kwa ndugu zake na marafiki wa karibu, lakini wote walimwambia kuwa wanaume ndivyo walivyo, hasa mkishazoeana, muhimu uwe na subira tu. Lakini kwa kipindi chote hiki cha ndoa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa karibu sana na ndoa yao. Mtu ambaye Monica hakuwahi hata siku moja kumtilia shaka. Jina lake aliitwa Brian. Brian alikuwa rafiki wa karibu sana wa Kelvin. Walionekana ni zaidi ya marafiki, yaani walikuwa ni kama ndugu. Walicheka sana pamoja, walitumia muda mwingi pamoja, walikuwa na lugha yao ya siri. Brian alikuwa akija nyumbani kwao bila taarifa,
Wakati mwingine hata Monica akiwa haipo nyumbani, angewakuta wapo nyumbani wakiwa na furaha wakiangalia movie au kucheza video games pamoja. Muda mwingine wangeingia jikoni na kupika pamoja huku akicheka. Monica alipojaribu kuongea na mume wake kuhusu ukaribu wake na Brian uliopitiliza, mara zote alimtuliza na kumwambia kuwa huyu ni rafiki yangu tu, hakuna kibaya chochote. Brian ni kama ndugu yangu, Kelvin alikuwa akisema mara kwa mara. Kadri miaka ilivyozidi kupita, ndivyo ukaribu wa Kelvin na Brian ukazidi kukolea. Ilifika hatua Brian akawa kama sehemu ya familia. Alishiriki sikukuu, safari, hata maamuzi madogo madogo ya maisha yao. Monica alimwamini sana Brian kwa kiwango ambacho asingemtilia shaka hata mara moja. Monica anasema kuwa maisha haya yaliendelea hadi siku alipopanga na mumewe kwenda Zanzibar kwa ajili ya mapumziko mafupi ama vacation. Safari hii ilipangwa maalum kwa ajili ya kusherehekea kumbukumbu ya miaka 5 ya ndoa yao, yaani anniversary. Monica alitaka kuitumia safari ile kuifufua ndoa yao ambayo alihisi kama imekufa. Alitaka muda wa wao kuwa wawili tu, mbali na stress za maisha ya kila siku, kiachana na kazi na ukaribu wa watu wengine, marafiki na ndugu. Kilichomshangaza zaidi Monica ni pale Kelvin alipomwambia kuwa Brian naye atakuja Zanzibar. Ana mambo yake huko, lakini tutaonana kidogo tu. Moyo wa Monica ulishtuka kidogo, lakini akajipa moyo. Hakuna tatizo, Zanzibar ni kubwa. Walipofika Zanzibar kwa mara ya kwanza kwa ajili ya vacation yao, kila kitu kilionekana sawa hapo mwanzoni. Hoteli nzuri, bahari tulivu, upepo mwanana, yaani kila kitu ambacho mtalii angependa kukutana nacho, na wao walifurahi sana na mume wake kuwa pale. Lakini siku ya pili Monica aligundua kitu kilichomkosesha usingizi. Brian alikuwa amechukua chumba tofauti, lakini chumba chake kilikuwa karibu sana na chumba chao. Na zaidi ya hapo, Kelvin alianza kutumia muda mwingi akiwa na Brian, tofauti na mke wake Monica. Visingizio vikaanza tena, na mara zote alipokuwa akiulizwa alijibu kuwa tunaongea mambo yetu binafsi, ni masuala ya kiume. Monica, mke wangu, tafadhali nipe nafasi kidogo tu, ni michongo ya hela. Siku moja jioni, Monica aliwaona Kelvin na Brian wakielekea kwenye chumba cha Brian, wakajifungia na mlango wa kufunguliwa kwa masaa kadhaa. Hapo ndipo bendera nyekundu ya kwanza ilipopandishwa moyoni mwa Monica. Monica anasema kuwa kwa mara ya kwanza nikajihisi kama mimi ni mgeni kwenye ndoa yangu mwenyewe. Alianza kufuatilia kimya kimya, hakufanya pupa wala fujo, hakumuuliza Kelvin moja kwa moja. Alianza kuchunguza kuanzia ujumbe, tabia na mabadiliko mengine madogo madogo ya tabia, bila kujua kuwa kile ambacho alikuwa karibu kukigundua kingevunja kabisa kila kitu alichokiamini kuhusu mapenzi, ndoa na mwanaume aliyemwita mume wake kwa miaka 5. Monica aliniambia kitu kimoja ambacho kilinikaa sana kichwani hadi hii leo. Alisema kuwa siku zote ukweli hauji kwa kelele, huja kimya kimya, yaani mdogo mdogo. Ndio maana hata mimi sikutaka fujo kuupata ukweli. Monica aliongeza kuwa tangu ile siku ya kuwaona Kelvin na Brian wakijifungia chumbani Zanzibar, usingizi ulimkata kabisa. Mwili ulikuwa pale kitandani, lakini akili ilikuwa inazunguka hetulii. Kichwani pia alijiuliza maswali yasiyo na majibu. Kwa nini mlango ulikuwa umefungwa kwa muda mrefu? Kwa nini Kelvin hakujali hata kumuaga? Kwa nini Brian alikuwa na tabasamu lile lile la ajabu kila alipokutanisha macho? Asubuhi iliyofuata Kelvin aliamka akiwa mchangamfu kuliko kawaida. Alikuwa anaimba, anacheka na kumkumbatia Monica kwa namna ambayo hakuwa ameifanya kwa miezi mingi. Na hapo ndipo Monica alipoanza kuchanganyikiwa zaidi. Nilitamani kuamini kwamba labda nilikuwa na overthink, lakini moyo wangu ulikataa kuamini kwa kile nilichokuwa nakiwaza hakikuwa cha kweli. Vacation iliendelea kama kawaida. Hatimaye siku ya 3 wakiwa Zanzibar ikafika. Lakini kwa Kelvin alianza tabia ambayo ilikuwa tofauti kidogo. Alianza kutoka usiku kwa kisingizio cha kwenda kupunga upepo ufukweni. Mara ya kwanza alirudi mapema, lakini mara ya pili akarudi saa 9 usiku. Mara ya 3 hakurudi kabisa mpaka alfajiri karibia kuna pambazuka. Na kila mara Kelvin anapotoka, Brian alikuwa hapatikani kabisa hotelini kwa muda ule ule.
Monica alianza kuunganisha nukta za matukio moja baada ya lingine, na majibu aliyoyapata alimfanya ongeze kasi ya uchunguzi na kutega mitego yake ya kipelelezi. Siku moja Kelvin alipokuwa bafuni, simu yake ilianza kuita. Jina lililoonekana lilikuwa limeseviwa kama B2. Hakukuwa na emoji wala jina kamili. Monica hakupokea sababu hakuwa na desturi ya kupokea simu ya mumewe, lakini moyo wake ulidunda kwa kasi sana. Baada ya Kelvin kutoka bafuni, alichukua simu yake haraka sana kuliko kawaida. Alibadilika uso, tabasamu likapotea. Monica akamuuliza, huyo B ni nani? Aliuliza kwa sauti ya kawaida kabisa, lakini Kelvin akacheka kwa haraka na kujibu, ni Brian tu. Hakukuwa na hasira, lakini kulikuwa na uoga. Tangu siku hiyo Monica akaanza kuona mambo ambayo awali hakuyapa uzito. Kelvin alianza kulinda sana simu yake. Alibadilisha password bila kumwambia, lakini pia alikuwa akipokea simu yake nje ya nyumba. Kitu cha ajabu zaidi, alikuwa akifuta meseji mara kwa mara. Na mbaya zaidi, ukaribu wao wa kindoa uliendelea kufa taratibu siku baada ya siku. Monica anasema kuwa anakumbuka usiku mmoja wakiwa Zanzibar, alijaribu kumkumbatia mume wake, lakini Kelvin alimsukuma kwa upole. Akasema kwa sauti ya chini, Monica, tafadhali, sio kwa sasa. Lakini saa moja baadaye alitoka chumbani na kurudi alfajiri. Hapo machozi yalimtoka sana Monica bila kuyadhibiti. Nilianza kujiuliza, kama sio mimi basi ni nani? Waliporudi jijini Dar es Salaam, Monica aliamua kuendelea na uchunguzi wake kwa makini zaidi. Hakuwa anatafuta ushahidi ili wagombane, hapana, alikuwa anatafuta ukweli. Siku moja akiwa peke yake nyumbani, alikumbuka laptop ya Kelvin. Kwa miaka yote hakuwahi kuigusa kabisa, lakini siku hiyo mikono ilijikuta ikiifungua. Alijaribu password mbalimbali zikakataa. Alihisi kukata tamaa, lakini kama kuna kitu kilimwambia hebu jaribu jina la Brian. Na kweli alipoandika jina lile la Brian likakubali. Moyo ulimpiga sana, lakini akajikaza na kuendelea. Akiwa anaingia kwenye email hakuna chochote cha ajabu mara ya kwanza, lakini alipofungua folda moja lililoandikwa private, alihisi kama hewa inapotea chumbani. Kulikuwa na email nyingi sana. Zilikuwa na mazungumzo kati ya Kelvin na Brian. Zilianza miaka mingi sana nyuma, hata kabla hawajaingia kwenye ndoa. Kitu kilichomshangaza zaidi Monica ni kuwa kadri walivyokuwa wanasoma mazungumzo yale, hayakuonekana kama marafiki wa kawaida waliokuwa wakiwasiliana. Kulikuwa kuna meseji kama, hapa nawaza usiku wa jana, na nyingine ilisomeka kuwa ningependa ningekuwa na wewe muda huu. Nyingine ikaendelea tena na mazungumzo ikisema kuwa kuishi na yeye kunaniumiza sana, lakini usiwe na shaka mpenzi, siwezi kukuacha. Monica anasema kuwa alihisi kichefuchefu sana. Alisoma email baada ya email, machozi yakitiririka kimya kimya. Kila ujumbe ulikuwa kama kisu kipya moyoni. Ndani ya maandishi yale kulikuwa na historia ya mapenzi kati ya wanaume wawili. Na hapa ndipo ukweli ulipoanza kuchukua umbo kamili na kujionyesha dhahiri. Lakini bado Monica hakutaka kuamini kabisa. Alitaka ushahidi ambao usingeacha nafasi ya kubisha. Siku chache baadaye Brian alikuja tena nyumbani kwao kama kawaida. Alikuwa mchangamfu, akamkumbatia Monica kama rafiki wa karibu. Lakini safari hii Monica alimwangalia kwa macho tofauti. Aliwaangalia akaona jinsi Kelvin alivyobadilika Brian alipokaa karibu naye. Aliona jinsi walivyogusana kibahati mbaya mara nyingi. Aliona jinsi walivyotazamana kwa sekunde chache zaidi ya kawaida. Na hapo ndipo Monica akajua ya kuwa hii haikuwa tu siri, bali ndoa yao ilikuwa imejengwa kwa misingi ya uongo. Lakini bado Monica alikuwa anahitaji hatua moja ya mwisho, hatua ambayo ingethibitisha kila kitu bila kuacha shaka ya aina yoyote ile. Na hiyo hatua ilikuja usiku mmoja ambao Monica anasema kuwa hata sahau maishani mwake. Monica anasema kuwa kuna wakati unafika moyo wako unakuwa upo tayari kwa lolote. Unaacha kabisa kuogopa ukweli. Unachoka kuishi gizani. Baada ya kusoma zile barua kwenye laptop ya Kelvin, usingizi haukuwa tena usingizi.
Ilikuwa ni kulala na kuamka ghafla, moyo ukidunda kwa kasi, mawazo yakirudia sentensi zile zile alizoziona kwenye email. Kuishi na yeye kunaniumiza, lakini usijali mpenzi, siwezi kukuacha. Kuishi na yeye? Huyo yeye aliyekuwa akizungumziwa alikuwa ni nani? Bila kuambiwa na mtu, Monica alijijibu swali hili mwenyewe kuwa ni yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa akizungumziwa. Siku zilizofuata Monica alibadilika bila Kelvin kugundua. Aliongeza utulivu na kuwa mpole sana, karibu kama mtu aliyekubali kila kitu. Kelvin alidhani labda safari ya Zanzibar ilikuwa imesaidia ndoa yao. Hakujua kwamba mke wake alikuwa anakusanya vipande vidogo vidogo vya kuunganisha dots za ukweli. Monica aliamua kufanya kitu cha mwisho, kitu ambacho kwa kawaida hakupenda kufanya. Alianza kumfuatilia mume wake. Siku moja jioni, Kelvin alimwambia kuwa anaenda kukutana na Brian kwa ajili ya kikombe cha kahawa. Monica akatikisa kichwa na kusema sawa, lakini dakika 10 baada ya Kelvin kuondoka, Monica alivaa haraka haraka, akachukua begi lake, akatoka na kumfuata nyuma yake. Alimfuata kwa mbali kiasi kwamba Kelvin hakugundua, lakini kumbe Kelvin hakwenda mbali, ama hakwenda kwenye huo mgahawa kupata kahawa kama alivyosema, wala hakwenda ofisini. Kelvin alienda kwenye apartment mmoja maeneo ya Sinza, mahali ambapo Monica hakuwahi kufika hata siku moja. Monica alikaa ndani ya gari lake kwa zaidi ya saa moja. Alikuwa anatetemeka sana. Alitamani kurudi nyumbani, alitamani apate angalau mtu mmoja amwambie kuwa unachofanya ni kosa. Lakini mlango wa apartment ulipofunguliwa, alimwona Brian akiingia. Dakika chache baadaye, Kelvin alitoka ndani ya gari akaingia humo pia. Mlango ukafungwa. Monica alihisi kama dunia ikisimama. Nilikaa pale nikijaribu kujidanganya, lakini mwili wangu wote ulikuwa unajua, aliniambia kwa sauti iliyokuwa kama mtu aliyevunjika moyo. Baada ya muda kidogo kupita, Monica alishuka kwenye gari, akapanda ngazi taratibu, lakini kila hatua ilikuwa nzito kuliko nyingine. Alisimama mbele ya mlango wa ile apartment. Mikono ilitetemeka sana, moyo ulipiga kwa nguvu, lakini akaamua kubisha hodi. Hakukuwa na majibu mara ya kwanza. Akagonga tena, lakini kukawa kimya. Akaamua kukaribia mlango aone kama angepata nafasi ya kuchungulia ndani. Alipousogelea akasikia sauti mbili za kiume zenye ukaribu ambao haukuwa wa kawaida. Mlango ulipofunguliwa, Brian alitoka akiwa amevaa nusu tu ya shati. Uso wake uligeuka rangi alipomwona Monica. Kelvin alikuwa nyuma yake. Monica anasema kuwa aliganda mlangoni pale bila kupiga kelele wala kulia, wala hakuzimia. Alisimama tu pale asijue cha kufanya kama sanamu. Niliwaangalia wote wawili nikajua hii ndio mwisho wa udanganyifu, alisema. Kelvin alijaribu kujitetea kwa Monica. Monica, tafadhali, sio kama unavyofikiria. Lakini kulikuwa hakuna tena cha kufikiria. Ndani ya ile apartment kulikuwa na ushahidi kila mahali, kuanzia nguo, picha, ujumbe uliokuwa umeachwa wazi kwenye simu ya Brian, na miaka yote ya siri ilikuwa imejikusanya hapo kama mlima. Brian alikaa kimya. Kelvin alianza kulia. Ndiyo, alianza kulia. Kelvin alikiri kila kitu. Alikiri kuwa alikuwa anajua mwelekeo wake tangu akiwa kijana mdogo. Alikiri kuwa aliogopa jamii, familia na maisha kwa ujumla. Alikiri kuwa ndoa ilikuwa kinga na Monica alikuwa ni sehemu tu ya kifuniko. Nilikuoa kwa sababu nilitaka kuonekana kama mwanaume kamili mbele ya dunia, Kelvin alisema kwa sauti ya kuvunjika. Maneno haya yalikuwa mazito kuliko makofi. Monica alihisi kila kitu ndani yake kikivunjika. Haukasirika mara moja. Alijisikia amechukuliwa kama chombo, sio mke, sio binadamu mwenye hisia. Aliondoka pale bila kusema neno. Hakutazama nyuma tena. Usiku ule Monica alilala kwa rafiki yake. Asubuhi iliyofuata alianza kuumwa. Mwili ulikataa chakula kabisa. Akapungua uzito na kukonda sana. Hakuwa anaongea na mtu yeyote yule kwa wiki nzima. Lakini maumivu makubwa hayakuwa tu kuhusu usaliti wa ndoa. Maumivu yaliyokuwa yakimtesa Monica ni kutumia miaka mingi kuishi kwenye ndoa ili hali ilikuwa ni maisha tu ya maigizo na uongo mtupu. Nilijiuliza,
Ni mara ngapi nililala nikilia wakati yeye alikuwa akipata faraja kwingine. Ndipo Monica alipoanza safari ya maamuzi magumu zaidi maishani mwake. Naam, ilikuwa safari ya taraka, safari ya kukabiliana na jamii, familia na maswali yasiyo na majibu. Lakini bado kulikuwa na hatua ya mwisho, hatua ya kujikomboa na kujiokoa yeye mwenyewe. Monica anasema kuwa baada ya ukweli kutoka, sikuhisi hasira mara ya kwanza. Nilijiona kama nimevuliwa nguo na kubaki mtupu. Siku zilizofuata baada ya lile tukio la Sinza zilikuwa nzito kuliko maelezo. Hakurudi nyumbani kwao, alikaa kwa rafiki yake wa karibu, mwanamke aliyemjua tangu chuo. Huko ndiko Monica alianza kulia kwa mara ya kwanza kwa sauti. Hakikuwa kilio cha kawaida, kilikuwa ni kilio cha mtu aliyepoteza mwelekeo wa maisha. Kila kitu alichokiamini kilikuwa kimevunjika, kuanzia ndoa, mume wake, rafiki yake wa karibu na imani yake kwa maamuzi aliyoyafanya. Kelvin alimpigia simu mara nyingi sana. Alituma ujumbe mrefu, mara nyingine ujumbe mfupi, mara nyingine ulikuwa umejaa lawama zisizoeleweka. Nilikuwa nikikulinda wewe, sikutaka kukuumiza. Nilijaribu kubadilika, lakini Monica aliniambia kuwa hakuna uongo unaolinda mtu. Uongo wote unaumiza. Swali ni nani anaumia zaidi na huo uongo? Baada ya wiki 2 kupita, Monica alirudi tena nyumbani kwake kuchukua baadhi ya vitu vyake. Nyumba ile ile ambayo aliijenga kwa matumaini sasa ilionekana kama jengo tupu lisilofaa kuishi. Kila kona ilikuwa na kumbukumbu zao, kuanzia sofa walipokaa wakitazama TV, jiko alilolipika kwa upendo, chumba walicholala yeye akilia kimya kimya huku akijilaumu. Kelvin hakuwa nyumbani siku hiyo. Pengine alikuwa bado anajificha kwa uoga, au labda aliona aibu. Monica alikusanya nguo chache, picha zake binafsi na kuondoka. Hakuangalia nyuma tena. Hatua iliyofuata ilikuwa ngumu zaidi. Ilikuwa hatua ya kuikabili familia. Kumweleza mama yake ukweli mzima halikuwa jambo rahisi. Monica alikaa kimya kwa muda mrefu kabla hajaanza kuzungumza. Mama yake alimsikiliza bila kumkatiza. Alipomaliza kulikuwa na kimya kirefu. Mama yake alisema kwa sauti tulivu lakini nzito, "Umeumia sana mwanangu, lakini haujakosea." Maneno hayo yalivunja ukuta aliokuwa ameujenga ndani yake. Monica alishusha pumzi ndefu kama mtu anayeutua mzigo mzito. Hii ilikuwa ni baada ya kugundua kuwa angalau kuna mtu mmoja anayemuunga mkono. Mchakato wa talaka ulianza polepole, huku taratibu zinazohitajika zikifuata, huku kila mmoja akiwa na maumivu ya kimya kimya. Kulikuwa na vikao, mawakili na mazungumzo yasiyo na hisia kabisa. Kelvin hakupinga, Brian hakujitokeza tena. Miaka 5 ya ndoa iliyofungwa kwa karatasi chache tu, lakini ilikuja kuhitimishwa kwa fumanizi moja tu. Baada ya talaka kupita, Monica alipitia kipindi kigumu sana. Alijitenga na watu wengi kwa sababu aliogopa mahusiano mapya. Aliogopa hata kuuliza swali rahisi tu, "Kwa nini uliachika?" Kwa muda mrefu alikaa chini akijilaumu. Alijiuliza maswali mengi sana. Hivi mimi nilikuwa kipofu? Ilikuwaje sikuona hata dalili ambazo zilikuwa wazi kabisa? Wakati kila kitu kilikuwa mbele ya macho yangu, nilikuwa nikijidanganya? Lakini baada ya muda kidogo kupita, kwa msaada wa ushauri nasaha na watu waliompenda, Monica alianza kuelewa jambo moja muhimu. Sikuwa mjinga, ila nilikuwa mwaminifu. Nilimwamini sana mume wangu, na kuamini sio kosa. Leo hii ni miaka mingi imepita. Monica anaishi maisha yake kwa utulivu zaidi. Hajakimbilia ndoa nyingine tena. Hajakimbilia kuanzisha mapenzi mengine. Amejifunza kujipa nafasi yeye mwenyewe kwanza. Monica anasema kuwa kwa sasa anaijua thamani yake, anaijua mipaka yake, na zaidi ya yote amejifunza kusikiliza sauti ya ndani ya nafsi yake. Alimaliza simulizi yake kwa maneno haya: "Kama kuna mwanamke ananisikiliza sasa hivi, ningependa nikuambie hiki kitu. Ukihisi kuna kitu hakiko sawa, usipuuzie. Amini hisia zako. Tafuta ukweli ili ujiepushe na mabalaa makubwa hapo mbeleni." Na mimi kama msimuliaji wa simulizi hii niliyokabidhiwa, na kuambia wewe unayenisikiliza au kusoma simulizi hii haikuwa simulizi ya chuki. Ilikuwa ni simulizi iliyojaa udanganyifu na maumivu ya kuishi maisha ambayo hayakuwa ya kwako.
Kabla hujaondoka, ni kuombe kitu kimoja. Kama simulizi hii imekugusa au imekufanya ufikirie ama imekufundisha kitu kipya kuhusu maisha ya mahusiano, tafadhali usisahau kusubscribe chaneli hii kwa simulizi nyingine nyingi za kweli za maisha, mafunzo mazito na hadithi zinazogusa moyo. Asante kwa kunisikiliza mpaka mwisho. Chao.